Karibu tena mpenzi mtazamaji katika makala yetu ya usiku huu wa leo, ili kwamba niweze kujadiliana na wewe ni yapi ambayo yameweza kutokea usiku huu wa leo. Mtazamaji wangu, tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba hali sio hali ndani ya serikali ya Bwana Rais William Samoei Ruto. Na tunavyozungumza, Rais William Samoei Ruto amekuwa akiweza kuonekana akiweza kufanya miradi mingi sana kule Coastal Region part of Kenya. Na huku basi pia kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga akiweza kuendelea na upande wa Nyanza. Na hivyo basi wengi wamekuwa wakiweza kukosa kupata ufahamu na kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea, ni kipi ambacho kinapangwa. Na hivyo sasa moja kwa moja naenda kukuelezea ndani ya video hii kwamba mbinu na njama ya Rais William Samoei Ruto kuweza kufanya kazi na Raila Amolo Odinga itaweza kugonga ndipo. Manake maana ambapo imeweza kufikia peupe, imeweza kuonekana kwamba Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga wameweza kuwafikiana ili kwamba waweze kufanya kazi kwa pamoja. Na hivyo basi haya yote yameweza kukosa kudhibitishwa kwa sababu bado wanapima ground waweze kuona iwapo watu wanazidi kuendelea kusema kwamba Ruto must go, au iwapo Raila Amolo Odinga ataweza kuingia ndani ya serikali, basi wataweza kubadilisha kauli yao. Hiyo ndio na sababu na ambayo, au hicho ndicho kitu na ambacho kinazidi kuonekana mtazamaji wangu. Lakini moja kwa moja ndani ya video hii nitakuwa nikiweza kukudhibitishia siri nzito ya kile kitu ambacho nimeona kimeweza kutokea. Nitakuwa moja kwa moja na kuelezea mengi mazito ambayo nimeweza kupatana nayo siku hii ya leo. Kabla sijaweza kukuelezea mtazamaji wangu, na kusii iwapo ni mara yako ya kwanza kuweza kukutana na sura hii au kuweza kujiunga nasi, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi. Karibu moja kwa moja ili kwamba tuweze kuendelea na mazungumzo yetu. Karibu ili kwamba niweze kuendelea kukupasha au kuweza kukufahamisha mengi ambayo yameweza kutendeka siku au mchana wa siku hii ya leo. Rais William Samoei Ruto ameweza kuonekana na ameweza kutuma onyo kali sana kwake Martha Karua pamoja na watu wake, kwa sababu Martha Karua siku ya jana alikuwa na launch chama chake ambacho alikuwa ameweza kukibadilisha jina, ambacho kinafahamika kama PLP. Na rais akaweza kusema kwamba manifesto ambayo ilikuwa inatolewa kwa chama hicho hata haikuweza kusikilizwa au haikuweza kuzungumziwa. Kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa hapo kutokea kwanza hadi mwisho ni Ruto must go. Na Rais Ruto ameweza kusema kwamba iwapo hiki kwa kweli ndicho na ambacho kinatarajiwa, au iwapo hiki ndicho na ambacho kitakuwa kikiweza kuzidi kuendelea kuhesabiwa, basi waweze kujua kwamba bado wako kwa pamoja, au wataweza kukutana katika debe mwaka 2027. Na hivyo Rais William Samoei Ruto kuweza kuzungumza maneno haya, mtazamaji wangu, ni kuweza kutayarisha wale wote ambao wamekuwa wakiweza kusema tu kwamba Ruto must go, lakini hawafanyi kazi au hawaonyeshi wanataka Ruto must go kwa sababu gani. Na huyu ambaye ni waziri wake Rais William Samoei Ruto ambaye anafahamika kama Kabogo, iweze kufahamika kwamba ameweza kuingia ndani ya serikali na hajaweza kumaliza hata miezi miwili, lakini kuna kitu ambacho ameweza kukizungumza, na ningependa niweze kumnukuu kile na ambacho ameweza kuzungumza, ndiposa uweze kujua kwamba watu hawa wanamdanganya kabisa Rais William Samoei Ruto. Tafadhali sikiliza kile na ambacho bwana Kabogo ameweza kukisema. Aliweza kusema hivi, nikiweza kumnukuu: "Don't be lied to the people of Mount Kenya that they have left the government. The ones who have fled don't want development and don't have the brains to know where Kenya is headed. You can't be bored a bus. You can't be bored a bus that's not going anywhere." Nitaweza kurudia tena kwa mara nyingine. Don't be lied ni ujumbe ambao alikuwa akiweza kutuma kwa Rais William Samoei Ruto. Don't be lied that the people of Mount Kenya have left the government. The ones who have fled
don't want development and don't have the brains to know where Kenya is headed. You can't board a bus that's not going anywhere. Na hivyo basi, mtazamaji wangu, ujumbe huu ni Kabogo anazidi kumwambia Rais William Samoei Ruto kwamba watu Mlima Kenya bado wako na yeye. Watu Mlima Kenya bado wanamuimba yeye. Ambapo mimi nimeweza kuchukulia kauli hii kama kitu ambacho ni cha uongo, na nitaweza kukuelezea ni kwa nini. Tokea Rais William Samoei Ruto aweze kuondoa Bwana Rigathi Gachagua mamlakani, hajawahi kwenda upande wa Mlima Kenya. Mwisho wake kuweza kuonekana ilikuwa upande wa Meru, kama sijaweza kukosea. Na katika mkutano huo waliweza kukutana yeye, Rigathi Gachagua, Kithure Kindiki na Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na wakati ambapo waliweza kukutana katika mkutano huo, jinsi na ambavyo Rais William Samoei Ruto aliweza kupokelewa, kwa kweli mapokezi hayo yaliweza kuonyesha jinsi na ambavyo hawamtaki upande wa Mlima Kenya. So kiufupi, kile na ambacho mimi nakimaanisha, mtazamaji wangu, ni kwamba itakuwa ni vigumu sana kwake Rais William Samoei Ruto kuweza kushindana au kuweza kupata kura za Mlima Kenya itakapofika mwaka 2027. Wakati na ambapo itaweza kufika mwaka 2027, njia kuu ya Rais William Samoei Ruto kuweza kugain au kuweza kupata tena ile uungwaji mkono kutoka upande wa Mlima Kenya ni yeye kuweza kuhakikisha kwamba anawachukua watu kutoka Mlima Kenya na anawatekelezea kile na ambacho alikuwa ameweza kuahidi kwamba hiki ndicho na ambacho nitaweza kutekeleza, hiki ndicho na ambacho nitaweza kufanya. So kiufupi, mtazamaji wangu, mimi namaanisha kwamba Rais William Samoei Ruto basi aweze kujitayarisha kwenda nyumbani. Manake kwa dhamira yangu nimeweza kuona kitu kimoja, ni kwamba Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Morara Kebaso, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i, mtazamaji wangu, na viongozi wengine wengi ambao wameweza kutangaza kwamba watakuwa wakiweza kuwania kiti cha urais. Nimeweza kuona kwa umbali kwamba hawa wanataka kuweza kukuja ili kwamba waweze kuform a one coalition. They be one. Waweze kukua kitu kimoja na waweze kusema kwamba huyu ndio ambaye ni kiongozi wetu na huyu ndio ambaye tumeweza kumchagua aweze kushindana na Rais William Samoei Ruto. Na wakiweza kufanya hivyo, that's the only way. Hiyo ndio njia pekee ambayo kwangu mimi naona kwamba itaweza kumsaidia kuweza kumrejesha huyu ambaye ni Rais William Samoei Ruto sugoi. Na iwapo hawataweza kufanya hivyo, iwapo wataweza kusema kwamba kila mtu anaenda kivyake, believe me or not, we will see again President William Samoei Ruto coming up and defeating again hawa watu wote. Na we will all again tutakuja na kuweza kuendelea kusema Ruto must go, huku Rais Ruto akiwa ndani ya serikali akiweza kuzidi kukula matunda ya serikali. Manake Raila Amolo Odinga anaonyesha dalili ya kuingia katika serikali, anaonyesha dalili ya nje, ya ndani, ya nje, lakini ukweli uliopo, msimamo uliopo ni kwamba Raila Amolo Odinga anaenda kufanya kazi na Rais William Samoei Ruto. Swali ambalo mimi ningependa niweze kukuuliza ni moja. Je, unadhania kwamba Rais William Samoei Ruto anaenda kufanya kazi na Raila Amolo Odinga? Au unadhania kwamba Raila Amolo Odinga ataweza kukubalia kuweza kufanya kazi na Rais William Samoei Ruto? Mtazamaji wangu, ningependa uweze kunipatia maoni yako kwenye comment section, na pia tena usahau kuweza kujiunga nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now and I will see you guys in our next video.